Karibu katika simulizi ya maisha ambaye yanamuangazia mwanadada Maria Sarungi ambaye amekuwa ni mwanaharakati anayefuatiliwa sana katika mtandao wa Instagram na mitandao mingine. Tena kuchambulia ukoji wake, alipotokea, aliposoma, mpaka hapa alipofikia. Simulizi hii na safari yake ya Maria Sarungi utaenda kuisikia hapa. Hii ni Usiku TV, subscribe hapo chini ili uwe na sisi sambamba. Katika ardhi tulivu ya Tanzania, miaka kadhaa iliyopita, alizaliwa mtoto wa kike aliyekuja kuwa mmoja wa wanawake mashuhuri wenye ujasiri, sauti ya mabadiliko. Mtoto huyu aliitwa jina Maria Sarungi Sehai. Alikulia katika familia yenye upendo, nidhamu, elimu, wazazi wake wakiwa watu wa taaluma na kujituma. Walimlea katika mazingira yaliyompandikizia moyo wa udadisi, kujifunza na kuelewa dunia kwa jicho la kina zaidi. Tofauti na wengi wa familia yake waliokuwa na misingi ya sayansi, Maria alianza kuonesha mapema kabisa kipawa cha mawasiliano, kujieleza na kusimulia. Ndani ya moyo wake kulikuwa na nguvu ya kutaka dunia isikie sauti yake. Kadri alivyoendelea kukua, elimu yake ilimpeleka mbali hadi vyuo vya kimataifa ambako alisomea mawasiliano na uandishi. Huko alijenga uelewa wa dunia, alifunguka kimtazamo na kuiona nafasi yake katika jamii. Alijua kabisa kuwa sauti ni silaha na kalamu ni mwanga wa mabadiliko. Baada ya kukamilisha masomo yake, Maria Sarungi alianza kujijengea misingi ya kazi katika vyombo vya habari. Alifanya mafunzo na ajira katika kituo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Kila siku alijifunza namna dunia inavyofanya kazi, namna habari zinavyotengenezwa, na namna watu wanaweza kuletwa ukweli kwa njia iliyo huru na haki. Mwaka 2000 alirudi nyumbani. Hapo ndipo safari yake kubwa zaidi ilipoanza. Akiwa na mume wake waliasisi kituo cha habari huru kilichojengwa kwa misingi ya uwazi na ukweli. Hicho kikawa chanzo cha kuonesha kile ambacho siku zote aliamini: habari huru ni msingi wa jamii huru. Lakini Maria hakubaki kwenye habari tu. Aliingia katika sanaa, utayarishaji wa vipindi na filamu, akisimulia hadithi za jamii ambazo mara nyingi hazipewi nafasi. Kipaji chake kuunganisha sanaa ya uandishi kilimpa umaarufu na heshima. Miaka iliyopita Maria Sarungi akawa ni mwandishi tu, lakini pia akafika mbali. Hakuishia katika swala la uandishi tu, bali mwanaharakati huyu akiamini kwamba sauti ya wananchi ndio msingi wa demokrasia. Alianza kampeni ya Change Tanzania. Hii haikuwa tu haraka ya mtandaoni, ilikuwa mwamko wa vijana, wanawake na Watanzania wote kuamka na kuamini katika uwezo wao. Alihimiza haki, uwajibikaji, uwazi na ushiriki na wananchi katika mustakabali wa wananchi. Lakini safari ya kusema kweli mara nyingi si rahisi. Katika njia yake ya kutetea haki, Maria Sarungi alikumbana na changamoto, vitisho na hata hatari. Mara kadhaa alikutana na misukosuko katika mamlaka, vitisho vya usalama na shinikizo. Mwaka 2025 alikumbana na tatizo la kutekwa huko Nairobi, tukio lilotikisa watu wengi sana Afrika Mashariki na ulimwengu, likiibua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa wanaharakati na umuhimu wa uhuru na maoni. Lakini kama ilivyo kwa watu wenye mioyo mikubwa, Maria hakurudi nyuma. Badala yake, sauti yake akiwatia moyo wengine kutokata tamaa, hasa wanawake na vijana ambao mara nyingi hupuuziwa katika siasa na maamuzi makubwa ya kitaifa. Leo hii Maria Sarungi Sehai anasimama kama ishara ya ujasiri, alama ya ukweli na nguvu ya mabadiliko. Safari yake kutoka binti mdogo Mtanzania hadi kuwa mwanaharakati wa kitaifa imejaa mafunzo kwamba si lazima uwe na nguvu, ukubwa au cheo ili kuleta mabadiliko. Unachohitaji ni sauti, moyo na msimamo. Tena kupitisha katika baadhi ya sehemu ambazo Maria Sarungi katika ukuaji wake aliweza kuzipitia. Katika sehemu hizi ni mapema akiwa utotoni na elimu na malezi pia. Maria Sarungi Sehai alikulia Tanzania katika familia yenye mazingira ya elimu na taaluma. Ya wazazi na ndugu zake wengi walikuwa wanahusiana na taaluma ya tiba ya sayansi, jambo ambalo lilimpa fursa ya ukuaji wa fikra, hari ya kusoma. Licha ya familia kuwa na mwelekeo wa sayansi, Maria alichagua ndoto tofauti: kujiingiza katika mawasiliano ya uandishi na habari. Hii ilionyesha ukuaji wa fikra na upendo wa kuongea ukweli.
Baada ya masomo ya awali, Maria aliendeleza elimu yake ya juu nje ya Tanzania. Alipata shahada katika masuala ya mawasiliano, yani Communication, Journalism, Art Communication, kutoka katika chuo cha kimataifa. Msingi wa ajira kuingia katika media, sanaa na ushawishi. Mara baada ya kujifunza, Maria alifanya mazoezi, yani internships, katika vyombo vya habari mbalimbali nje na ndani ya nchi. Hii ilikuwa njia ya kujijenga kielimu, kupata uzoefu wa kujiandaa kwa changamoto. Alirejea Tanzania mwaka 2000 na yeye pamoja na mwenzi wake walianzisha kituo cha habari ambapo kiliendelea huko mtandaoni, channel binafsi Kwanza TV, kitendo kilichoashiria ujasiri wake wa kujitegemea na kuunda sauti huru katika vyombo vya habari. Mbali na habari, Maria alikuwa na kipaji cha sanaa na utayarishaji wa vipindi, yani filamu. Ameshiriki katika uzalishaji wa filamu, vipindi mbalimbali, akitumia kipaji chake kusimulia maisha na jamii kwa njia ya sanaa na media. Lakini baada ya hapo aliingia katika issue za wanaharakati kupigania haki na usawa. Maria alianzisha harakati mwimbo wa kijamii wa Change Tanzania, kampeni ambayo ililenga kuhamasisha Watanzania kushiriki katika kuleta mabadiliko, hasa katika siasa, haki, uwazi na usawa wa jinsia. Pia kupitia vyombo vyake alifanya kazi na kuhamasisha wanawake na vijana, hasa wanawake, ili waweze kujiamulia maisha yao, kupata elimu, fursa na kujiweka wima katika jamii. Maria amejizatiti pia katika utetezi wa uhuru wa maoni, uhuru wa vyombo vya habari, akipaza sauti dhidi ya ukandamizaji, lakini pia demokrasia na haki binafsi. Changamoto: kwa kuwa alikuwa mstari wa mbele katika kukosoa vitu mbalimbali, aliweza kupitia misukosuko mingi sana hapa katikati, lakini hivi vyote vilimjenga. Na hiyo ndo simulizi ya kuhusu Maria Sarungi. Lakini kabla hujakata pamoja nasi, nikumbushe tu tarehe yake ya kuzaliwa na mwaka wake. Ukitaka kuzungumzia kuhusu mwaka pamoja na tarehe yake ya kuzaliwa Maria Sarungi, hakuna sehemu yoyote ambayo iliweza kuandika nukuu yake kuhusiana na alipozaliwa, mwaka wake wa kuzaliwa, wazazi wake. Hizo information zimekuwa locked katika mitandao mbalimbali ya kijamii, yani iko locked na hakuna anayefahamu. Lakini moja kati ya vyombo ama chanzo vinasema kwamba Maria Sarungi ana miaka kati ya 40 na 50, anachezea hapo katikati. Hapa ni Usiku TV, subscribe hapo chini ili uweze kupata simulizi mbalimbali. Toa maoni yako hapo chini.